mwenyekiti wa jimbo, katibu mkuu wa jimbo, ni katibu kwenye viti wa wilaya, katibu wa wilaya Mbalizi, wachungaji, ni pia kwa pekee diakonia, katibu wa idara ya diakonia, mkufunzi wetu pamoja na wote ambao tumekuja kwa ajili ya kupata maarifa haya katika semina hii. Wasalimu wote katika pendo la Mungu. Mwanakondoo ameshinda. Safari mwongeni kufika pia. Karibuni sana katika semina hii. Tunakutikia na kufika kuweza kutoa maarifa haya yanayotujenga na kutoa hatua moja kwenda nyingine. Mungu akubariki sana, pamoja na ambaye tunatarajia kumpokea, lakini tu sana yetu Mahenge kwa huduma njema kupitia idara ya diakonia ambayo unaifanya kwa ushirikiano na Mission 21. Katika haya tunaona kabisa jinsi ambavyo huduma inakuwa na impact kwa jamii. Kwa hiyo Bwana Mungu ndiye kuimarisha mnapanga mipango mbalimbali katika ofisi yenu. Ndugu yangu Emmanuel, Mungu akubariki sana kwa kuendelea kuratilisha mambo na kusimamia. Asante sana, tunashukuru sana. Mbarikiwe sana wote tuofika. Wanafunzi sasa, nataka mwani mkubwa kiasi gani, lakini mwanafunzi unapokuwa hapa, asanteni kwa utayari wenu. Mtakaopokea basi Bwana atusaidie kuyaishi na kuyatenda. Bahati mbaya sana itakuwa ngumu kuwepo muda wote hapa kwa sababu ya mazingira ambayo tumekuwa nayo. Hatukuwepo karibu juma zima lililopita. Kuna mkutano ambao ulikuwepo wa Kenti kule Iringa na tumerudi usiku. Tunashukuru tuhitimisha vema na waliwasalimu sana nyote. Basi naomba nisome maneno ya Mungu kutoka Kiongozi Kalenda yanayotuunganisha na wenzetu Moravian. Leo tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2025. Hapa kuna maneno yameandikwa kutoka Agano la Kale, Kumbukumbu la Torati sura ya 18 mstari wa 18. Inasema, mimi nitaondoshea nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe, nami nitatia maneno yangu kinywani mwake. Mimi nitaondoshea nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe, nami nitatia maneno yangu kinywani mwake. Na sehemu ya pili ni Agano Jipya, Marko 6 mstari wa 2 wa 3. Nasema, wengi waliposikia wakashangaa wakisema, huyu si yule Selemara mwana wa Mariamu? Wengi waliposikia wakashangaa wakasema, huyu si yule Selemara mwana wa Mariamu? Haya ni maneno wasomwa na wenzetu wa Moravian duniani. Sehemu ya kwanza kwa ufupi sana inaeleza jinsi ambavyo Mungu alithibitisha uongozi wake kwa taifa la Israeli baada ya ukomo wa Musa. Akawasema mpate shida, atatokea mwingine atakayesimama kwa nafasi yake na kufikisha taifa katika sehemu aliyokusudia ya Mungu. Lakini sehemu ya pili ni yale mambo aliyoona kwa Yesu ya kustajabisha. Wakashangaa kwamba inawezekanaje haya mambo yatendeke na mtu wa kawaida kama huyu kutoka katika familia duni kabisa. Mahali pengine anasema huyu anatokea Nazareti. Jambo gani jema anaweza kutokea Nazareti? Kwa sababu walimuona Yesu kwamba ni mtu wa kawaida kutoka katika jamii duni na familia duni na kijiji duni sana kichozalauliwa. Lakini kumbe Mungu anaweza kumtumia yeyote yule. Waitajia kwamba atatokea katika falme kuu za juu katika jiji la Yerusalemu, Bethlehem, mji mkubwa kwa wakati huo. Lakini wakaona mtu anayefanya mambo makubwa ya ajabu ambayo mwanadamu yote haja kuyafanya, anatokea Nazareti.
Kuna kipindi fulani nilipokuwa Itaka nikiwa mdogo Sunday school, nilikuwa nikisikia watu mkiongea jambo wasema anatokea Chikumburu. Samani wale wandali. Chikumburu kama sehemu moja ilikuwa imezarauliwa kipindi hicho. Lakini sasa ni kama sasa nazarauliwa Chikumburu hapa. Kwa hiyo mtu yote akiongea jambo ambalo hoja ambayo haina sasa Chikumburu ni wapi na kuna nini Chikumburu, na bahati mbaya sijaifika Chikumburu mpaka leo. Lakini Chikumburu kumetokea watu wasomi sana, wenye elimu ya juu sana, wana nyadhifa nyingi serikalini kutokea huko Chikumburu, ambao nilikuwa naisikia hata mmiliki wa Jifunzeni anatokea Chikumburu. Kwa sehemu si hoja. Hoja ni kusudi la Mungu. Anatoa katika maeneo mbalimbali, very remote area, na kuweka sehemu fulani uweze kutenda na kufanya huduma yake. Maneno haya yafanyika msaada kwetu. Tumekusanyika hapa kama wana semina kutoka katika maeneo mbalimbali. Wengine tunatoka katika familia tajiri sana, wengine ni wasomi sana, wengine tunatoka katika maskini sana, lakini kwa nguvu na uwezo wa Mungu tumenyofolewa kutoka katika level fulani ya kuweza kutimiza mapenzi ya Mungu katika ulimwengu ambao una mambo mengi yasiyofaa. Sasa kwa misingi ya semina hii ninaomba nisome maneno ambayo yapo katika Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 8 mstari wa 3 utaisha mstari wa 8. Ni neno la kutuongoza katika semina, kufungua semina hii. Mahali hapa neno la Mungu linasema, waandishi na Wafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, wakamweka katikati, wakamwambia, mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga mawe wanawake kama hawa. Nao wasemaje? Nao wakasema neno hilo wakimjaribu ili awape sababu ya kumshtaki, wapate sababu ya kumshtaki. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika ardhi. Nao walipozidi kumhoji, aliinuka akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na wewe wa kwanza wa kumtupia jiwe. Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika ardhi. Mstari wa 9 sasa, nao waliposikia wakashtakiwa na dhambi zao, wakatoka moja moja, wakianzia tangu wazee hata wa mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Maneno haya ni maneno yanayodhihirisha jinsi ambavyo Yesu anawatazama watu na mienendo yao ya ndani sana, ambao mtu mwingine asingeweza kuona. Yesu aliwatazama watu na kuwajua watu tokea ndani, si kwa sura tu ya muonekano wa nje, lakini aliangalia mpaka ndani ya mioyo yao kuna nini, na akaangalia hata maisha yao yako nyuma yalikuwaje. Habari hii tunaisoma hapa ni habari inahusu pia unyanyasaji na uonevu na dhuluma dhidi ya mtu mwingine katika mazingira fulani. Inahusu kufumaniwa kwa mwanamke aliyekuwa mzinzi au aliyefanya dhambi ya uzinzi. Amekamatwa huyu mwanamke, anahukumiwa. Nasema kwamba inaweza kuwa ni dhuluma kwa sababu ameonewa. Huyu uzinzi haufanyi na mtu mmoja, unafanya na watu wawili na jinsia tofauti. Lakini alikamatwa mmoja na kusogezwa. Unaweza kuweza kwa mfano mkamata yule mwingine alikuwa wapi? Alikuwa wapi?
mpaka wakaconcentrate kwa mtu mmoja na kumleta hadharani, kumletea aibu kubwa machoni pa watu. Kwa tendo walifanya sio zuri kimsingi, lakini walimwaibisha. Yule mwingine yuko wapi? Yule mwingine alienda wapi? Na hatusikia habari yake hata kidogo. Tunasikia habari ya huyu mnyonge aliyekamatwa. Wanawake wamekuwa victim kwa muda mrefu katika maandiko, Agano Jipya na hata kabla ya Agano Jipya. Miaka mingi wamekuwa victim kwa mambo mengi yanatoka katika jamii. Lakini Yesu anajaribu kuweka usawa hapa. Hakumtaja yule kijana au yule mtu, sikuwa ni mzee au yule kijana aliyekuwa naye. Ya? Lakini amesema alipowatazama wote wale kusanyiko, aliangalia mpaka ndani ya mioyo yao kuna nini. Na matendo yao aliainisha pale chini. Baadhi ya marabi wa Kiyahudi wanasema alikuwa anaandika maovu yao walioyafanya. Akimtazama tu mtajua kwa anaandika. Sasa wale jamaa wamezunguka, mama yuko pale katikati. Kwa aibu kubwa sana. Unajua dhambi ya kumwona ni mbaya. It's so shy. Mbaya sana. Lakini waathirika wakubwa katika haya ni wanawake. Anapoandika pale, akaangalia mambo yao yote ya ndani. Alafu akaja kainuka kuwauliza, asiyetenda dhambi au wa kwanza kumrushia huyu mwanamke. Kwa sababu alichofanya hiyo utafiti, akaona ndani yao kuna nini. Kuna watu wameoza kabisa. Hakuna mwenye haki hata mmoja. Anapokuja kuinuka kuko, akakuta wameshapotea wote. Si Farisao, si Sadukao, si mkuu wa sinagogi, si nani, wote wameshapotea. Wasimamizi wa Torati. Yesu anasema, alimwambia yule mwanamke, nenda usitende dhambi tena. Alimtetea, akamstai, akasema nenda usitende dhambi tena. Akamwondolea ukungu wa mauti ambao ukifuatilia. Tunaona katika maisha leo wanawake bado wananyanyasika katika masuala ya ngono. Hatujui kama alishikwa kwa lazima, haijulikani. Lakini kulikuwa tendo kama hilo. Lakini leo kuna masuala yanafanyika ya ngono, watu kukamatwa kwa nguvu, kubakwa, na kutendewa mambo ya ajabu ajabu sana. Na wengine okozi wanatongozwa, wanapewa ujauzito, lakini napo ujauzito kanisa linashuka naye vipi? Yule anempa ujauzito. Tumewatenga watu ambao wamepewa ujauzito bila kushuka na mtu aliyesababisha ujauzito. Kwa bado unaona kuna mwendelezo fulani wa vitu ambavyo vinaendelea hata ndani ya taasisi za dini ambazo wakati fulani si haki kwa upande wa mwanamke. Mwanamke anaumia zaidi kuliko mwanaume. Mungu anatuambia nini kwa leo? Mungu atusaidie sana kupata hekima ya kutatua haya pia. Katika level ambayo ina usawa, kwa sababu Mungu ni Mungu wa haki. Tunashukuru kwamba kuna DNA ambazo zipo katika Mungu wa leo. Tunaweza kufanya proof. Ikiwa huyu mama atasema ni kwa na fulani, nadhani basi kuna haja ya kwamba ifanyike uchunguzi ili pia huyu ashughulikiwe. Wakina mama wasipate tu hiyo aibu ya kupelekwa kanisani na kutangazwa. Yesu ameonyesha mfano mzuri sana. Aliangalia kama wachungaji tungepewa jicho hilo rohoni, wanapoleta jina la mtu kujitenga, ukasimama ukaangalia kwa nguvu ya Yesu kwamba aliyetenda haya ni huyu, nadhani ingekuwa nzuri sana. Lakini aliyosimama Mungu anakuwa simama Mungu. Ila bado kwa ajili ya kuweka usawa na uponyaji, kuondoa uzalishaji wa haya mambo ambayo yanazungumzwa na yanazungumzwa kwa upana zaidi, ametoa maarifa Mungu kupitia teknolojia, kwamba teknolojia zikasema kwamba hapa kuna kitu gani. Haki itendeke.
Mungu atusaidie sana katika ndoa zetu. Unyanyasaji huu upo hata katika mahusiano yetu kwa maisha ya kawaida. Tunapoona wachungaji kwa wachungaji wanafarakana, wakati ukichunguza kuna unyanyasaji kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Si wanaume tu, hata wanawake kwa wanaonyanyasa wapo. Lakini kwa kacha zetu sisi wa Afrika na baadhi ya makabila, wanaume wana nafasi kubwa ya unyanyasaji. Bwana Mungu atuponye. Yesu anatuambia sie kuwa asiyetenda dhambi na wale wa kwanza kumhukumu huyu. Tunaishi vipi katika familia zetu wachungaji? Ni nani ambaye ana nguvu katika unyanyasaji katikati yetu? Basi Mungu akurekebishe roho yako. Eza ni mama au ni baba, Mungu akurekebishe upone katika mfumo hiyo. Haitendi haki, inaleta dhoruba na mawimbi yanayofanya mwendo wa mojawapo kwa mgumu. Tumeumbwa tusafiri salama na kufika salama, tusaidiane katika shida na katika adha, itufike kituo ambacho Mungu amekusudia. Tunapoachana kwa njia ya kifo, tuachane katika hali inaleta furaha. Wakati fulani mwenzako anaumia kwamba ameniacha huyu, nimefiwa na mwenzangu, anaumia. Kuna mahali mtu analia lakini rohoni anacheka kwa sababu ya mwendo mzima ambao uko nao. Unyanyasaji kutoka upande mmoja kwenda mwingine. Inapotokea kwamba kifo kinawatenganisha, ulie kweli kweli kwa sababu ya mema uliyopata kutoka mwenzako. Na sio kufurahi kwa sababu ya unyanyasaji uliopata sasa ndio mwisho wa mateso unapitia. Yesu anatuzalisha sana kwa sote ni wanadamu, tunatenda dhambi. Tusihukumiane inapotokea shida, basi tukae kuzungumza, kusaidiana na kutiana nguvu. Na semina hii tuongoze katika mengi yanayohusu maisha yetu kwenye jamii zetu na hata watoto wetu, mahusiano yetu ya ndoa na mambo kaza katika jamii. Sisi ndio vinara ambao tumepewa ile jukumu la kupeleka uponyaji wa nafsi za watu walioumizwa kupitia nafasi yako kama mchungaji au kiongozi wa dini. Iwe ni shuleni, sekondari, katika vyuo, shule za misingi. Kuna watu wengi sana wanaumizwa na haya mambo. Wanaumizwa, wengine mpaka wazazi wao. Mambo mengi hapo kwa. Ni nafasi yetu. Kanisa linaweka haya si kwa kuwafurahisha, kwa mkutane hapa, mkae, lakini kwa lengo la kuponya watu hao ambao sasa wanateseka. Yesu alifanya kwa sehemu yake na kwa muda mfupi akaacha taaluma kubwa sana ya maisha ya mahusiano yaliyo bora kwetu sote. Sasa sisi tuyachukue na kuyapeleka haya. Hawa idara wanunua mikono, mzigo unabaki kwako. Kama utafundishwa kukaa nayo, ujue kwamba unafikia talanta na kuna ghadhabu ya Mungu juu yako. Basi naomba Bwana tusaidie katika haya, tukayaishi na kuyatenda, tukafundishwa na wakufunzi wetu. Naomba tusimame. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Mwana Yesu Kristo, wewe ni Mungu pekee ambaye unatupenda kupita upeo. Umetuchagua kuwa wawakilishwa katika safari hii ambayo tunaishi. Tunaishi kwa nguvu zetu wala hali zetu, ni kwa neema yako tu e Bwana, kwa kutimiza mapenzi yako. Tumekusanyika hapa kama watu wako na kanisa lako kwa ajili ya kupeana mafunzo haya yanayohusu kukomesha manyanyaso yote yanayotokea katika jamii zetu hata kwenye ndoa zetu. Funzo ulioandaa na kuacha malipo kwao, pokea kutoka kwako e Bwana kupitia vinywa vyao. Andaa roho zetu, andaa fahamu zetu, tuweke kwa tulivu. Ondoa vikwazo vyote vya kusababisha kusiwepo utulivu katika semina hii. Tunaanza katika uwepo wako Mungu. Tunaomba tutimishe katika uwepo wako. Saidia e Bwana kanisa lako, saidia watu wako. Saidia nchi kwa upana wake. Kupitia jina la Yesu tunajikabidhi kwako, tukiomba na kuamini kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nichukue nafasi kwa heshima kufungua semina hii kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.